tuliyoisikia hivi punde ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo inaunganisha dhamira yake kwa somo la kwanza na somo la pili, inatupeleka kwa ndani zaidi kutafakari makuu ya Mwenyezi Mungu katika safari ya ukombozi wa mwanadamu ambayo yametimizwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Dominika ya Matawi, kama ambavyo tumeanza mwanzoni, ni dominika ambayo inatupa fursa mimi na wewe katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza tunatafakari ushindi wa Kristo kama mfalme, kumshangilia Kristo, na sehemu ya pili, kama ambavyo tumesikia katika historia, inatupeleka katika mateso yake. Kwa hiyo ina sehemu mbili, na sehemu ya furaha na sehemu ya huzuni. Na tukio la Bwana wetu Yesu Kristo kwenda Yerusalemu kwa kadiri ya maandiko matakatifu lilitokea siku 6 kabla ya Pasaka. Sasa wakati fulani tunaweza tukajiuliza, kwa nini tumesoma leo mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo ikiwa ni Dominika ya Matawi? Maana yake kana kwamba tukio zima limetokea siku moja. Ndugu zangu, wiki kuu inatupa fursa sisi ya kuingia ndani zaidi kutafakari mateso ya Kristo. Kwa maana sehemu ya kwanza, pamoja na furaha tuliyoipata ya Bwana wetu Yesu Kristo kumshangilia akiingia Yerusalemu kama mfalme, lakini pale pale inatuonyesha kwamba hicho ambacho kinaenda kutokea kule, mateso yake, tunapaswa kuyatafakari zaidi. Na ndio maana wanaunganisha furaha ya kumshangilia Kristo kuingia Yerusalemu na huzuni ambayo baadaye inatokea kwa mateso yake. Wayahudi walimshangilia Kristo, walimshangilia mfalme wao na mfalme wetu. Wayahudi waliona ni nafasi pekee kwao ya kutambua ukuu wa Mwenyezi Mungu, na Kristo anapoingia Yerusalemu anatambua wazi yale ambayo yako mbele yake, kuingia katika mateso. Anatambua wazi matukio yaliyo mbele yake, anatambua wazi mateso na maumivu yaliyo mbele yake, lakini anayabeba hayo kwa moyo wa unyenyekevu, anayabeba hayo ili kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa haya haiwezekani, mapenzi yako yatimizwe. Nabii Isaya anatupatia sifa za Kristo huyu ambaye amekubali kupata mateso ili atukomboe sisi. Amekuwa tayari kupata dharau, amekuwa tayari kudharauliwa, amekuwa tayari kutemewa mate, na ambayo tumesikia pia katika historia. Alitemewa mate, wakampiga makofi na kumuuliza, sema, ni nani aliyekupiga? Lakini kwa unyenyekevu mkubwa alikaza uso wake kama gumegume, hakutahayari, hakuona haya, ili atimize azma ya ukombozi wa mwanadamu. Mtakatifu Paulo anawaandikia Wafilipi, anataja sifa za Kristo. Pamoja na yeye kwamba alikuwa Mungu, hakujali ule umungu wake kama ni kitu cha kushikamanisha nacho kwa nguvu, bali alikuwa tayari kufa kwa ajili ya ukombozi wetu. Yeye ambaye tangu mwanzo alitambua kwa nini amezaliwa, kwa nini ametoa mwili wa binadamu, amekuja kwa ajili ya ukombozi wetu sisi.
Somo la Injili ambalo limetoa historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa kadiri ya Injili ya Mathayo linatupatia mafundisho mengi, ndugu zangu, katika siku hii ya leo. Mfalme huyu ambaye ameingia Yerusalemu ni mfalme yupi? Ukisoma historia hiyo vizuri zaidi, majibizano ya Bwana wetu Yesu Kristo mbele ya mawakida, maliwali na mbele ya Kayafa kuhani mkuu, mbele ya Pilato, unaweza kuziona na matendo yetu. Fikiria huyu mtu aliyekuwa na uwezo wa kupambana na serikali, uwezo alikuwa nao. Sasa je, mnafikiri kwamba ninashindwa kumwomba Baba yangu wa mbinguni alete hapa majeshi aweze kupambana na nyinyi? Mnafikiri nashindwa? Lakini ufalme wangu mimi sio wa vita, na ndio maana hata namna yake ya kuingia Yerusalemu ni namna ya amani, unyenyekevu. Anapanda punda na sio farasi. Viongozi au wafalme walivyokuwa wanaenda wanafanya ziara sehemu fulani au wanaenda vitani, mara nyingi walipanda farasi. Farasi ni ishara kwamba huyu ni kiongozi mkubwa mwenye mamlaka na ana uwezo na heshima yote anapewa. Kwanza mkilinganisha farasi na punda, nafikiri farasi ni mkubwa zaidi na mrefu zaidi kuliko punda. Punda ni mnyenyekevu, ni mpole, lakini kwa kadiri ya taratibu za wana wa Israeli, mfalme akiwa na vita na mfalme mwingine, na vita kwa mfano ikimshinda au anatafuta suluhu, anatafuta amani, alikuwa lazima atoke kwenda kuonana na mfalme mwenzake. Na ishara mojawapo ya kwenda kutafuta suluhu, alikuwa hapandi farasi, anapanda punda. Manake anajishusha, anachukua roho ya unyenyekevu. Na Kristo anafanya hivyo hivyo, mfalme wa amani. Ndugu zangu, Kristo aliye mfalme wa amani anapoanza safari ya ukombozi wa wanadamu na kuitimiliza kwa fumbo la msalaba, maisha yake kwa ujumla, miujiza aliyoifanya yote inaendana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye imejivika kwenye gamba la amani na unyenyekevu mkubwa. Lakini wale aliowatendea mema hawatambui, badala yake wanamwangamiza. Wale watu waliomshangilia Kristo ambaye baadaye wanamsaliti kwa kumuua msalabani, hawakutambua thamani ya uwepo wake. Wamekuja kutambua baadaye, hakika kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Sisi nasi kwa nafasi yetu kama Wakristo, tunapoingia katika juma hili kuu, lazima tutafakari matendo ya kuu ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Ni mara ngapi tunatimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu tukiiga yale Kristo aliyotufundisha: unyenyekevu, upole, kuwa tayari kupata mateso, kuwa tayari kupata shida, kuwa tayari kusemwa na watu, kuwa tayari kunenewa mabaya, lakini wewe utimize mapenzi ya Mwenyezi Mungu, uishi
mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hilo ndio la msingi zaidi. Lakini tujiulize pia, ni mara ngapi tumesaliti Ukristo wetu? Ni mara ngapi tumesema hosana na baadaye tukasema asulubiwe kwa nafsi zetu, kwa maisha yetu? Ni mara ngapi tumefanya hivyo? Ni mara ngapi hatujatambua ufalme wake Kristo kama mfalme wa amani? Ni mara ngapi tumekuwa vyanzo vya matatizo katika jamii zetu? Tumekosesha furaha za watu, tumekosesha amani, tumekuwa sababu ya machukizo kwa watu, masengenyo, chuki, visasi. Tunafanana na wale ambao walimshangilia Kristo na baadaye wakamsulubisha. Mmejaa kanisani hapa, watu safi, mmependeza. Je, mkitoka hapa kanisani hamtasema asulubiwe Kristo kwa maisha yenu? Hilo ni swali ambalo wewe unapaswa kujiuliza leo. Lakini hili lilotokea, nilimwambia mwenzangu anivushie mzigo, mimi siwezi. Kwenye gogo imeanguka barabarani, wote tuenda kutafuta chakula, lakini sasa hivi nikimwambia naona ananikana. Kumuuliza sasa, mjumbe, sikiliza, kama kuna maandishi yoyote au kuna shahidi aliyeona haya, wewe niletee tu haya, mimi nampa mzigo wake. Sasa maandishi utayatoa wapi? Kesi ile Kobe akashindwa. Ile kesi Kobe akashindwa. Sungura akaendelea kuneemeka, Kobe akaendelea kuhangaika. Rafiki yake walikuwa pamoja, wanaishi vizuri. Njaa imemfanya amsaliti rafiki yake. Baadaye Kobe akasema, na mimi nitamkomesha. Sungura mara baada ya kushiba anaenda kupumzika sehemu fulani. Kobe akaenda akachimba kishimo pale alipokuwa anapumzika sungura, akaenda akakaa ndani yake kimya. Sungura akatoka kwa mishiba na rukaruka akafika pale akakaa. Kobe akamng'ata mkia sungura. Sungura kugeuka nyuma, mkia ameng'ata. Nani? Kumwangalia Kobe. Kobe, acha mkia wangu sasa. Mimi nimeokota mkia wangu. Wewe si uliokota mzigo? Na mimi nimeokota mkia wangu. Kesi ikaenda mpaka kwa mjumbe kule. Sasa bwana, huyu bwana kang'ata mkia. Sasa wapi tuliandikishana mimi nimeng'ata mkia wake? Waswahili wanasema ndio maana mpaka leo sungura ana mkia mfupi, kwa sababu aling'atwa na Kobe. Lengo sio mkia wa sungura, lengo ni usaliti. Njaa ikamfanya sungura amsaliti rafiki yake. Lakini kuna kitu ambacho kinakufanya wewe umsaliti Yesu, umwambie asulubiwe. Kipo hicho kitu. Kila mmoja wetu hapa anacho ambacho kinamfanya amwambie Yesu asulubiwe. Ni kitu gani? Ni swali ambalo mimi na wewe leo lazima utalipatia majibu kwa kutafakari mateso ya Kristo. Hawa waliomwambia Yesu asulubiwe walimsaliti. Ni kitu gani kinachotufanya tumsulubishe Yesu katika maisha yetu na hali yetu ya sasa? Njaa ni sehemu mojawapo, lakini viko vingi. Neema ya Mwenyezi Mungu itusaidie. Vionjo vyetu vya kimwili ambavyo vinakabiliwa sana na mvutano kati ya dhamiri na kionjo cha mwili vinatufanya tumsulubishe Yesu. Ndugu zangu, mwanzoni wa kipindi hiki cha Kwaresima, mababa askofu alitukumbusha daima kutenda mema. Tunapotenda mema tunaepuka nafasi mbalimbali za kumsulubisha Yesu sisi katika nyakati zetu hizi. Lakini kwanza kuepuka ukigeugeu katika imani yetu kama Wakristo. Kwanza kuishi imani yenyewe. Ubatizo wetu tuliopokea tuishi. Viapo vyetu vya ubatizo vya kumkataa shetani ndivyo vinavyotufanya tumsulubishe Yesu katika nyakati zetu hizi.
Neema ya Mwenyezi Mungu tusaidie tunapoanza wiki kuu hii, tutafakari zaidi, tupate muda zaidi wa kusali, tupate muda zaidi wa utulivu. Vipindi hivi ni vipindi vya kiroho ambavyo mwisho wake vinatuachia neema ya Mwenyezi Mungu. Tuone kuna thamani kubwa ya vipindi hivi ambavyo vinatupa tafsiri sahihi ya safari ya ukombozi wetu. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambayo Kristo amekubali kuyabeba kwa mateso makubwa yana thamani kubwa katika maisha yangu na yako. Tuombe neema yake tusaidie. Tumwone Yesu aliyetundikwa msalabani amekuja kutukomboa, na sisi tuishi imani yetu katika matendo, katika hali ambayo inatufanya kweli tuite wa Kristo, lakini zaidi ya sana tuone ukombozi wake una faida kwa maisha yetu ya sasa, na hasa tukitazamia tumaini la uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.